Mtazamaji wa YouTube channel yetu ya Kalamu TV Online, kwa siku ya leo tuna ripoti taarifa hii kutokea mkoani Arusha. Yawezekana unajiuliza kwamba ni aina gani ya nguvu ambazo unaweza kuzitumia ili uweze kufikia kwenye hatima yako. Sasa majibu yako hivi. Askofu wa makanisa ya New Life nchini Tanzania, Askofu Peter Raphael, amefundisha katika ibada ya Jumapili hii leo, ambapo kubwa zaidi ameweza kufundisha kuhusiana na aina ya nguvu 7 za kukufikisha kwenye hatima yako. Aina ya kwanza kabisa anaweza kusema ni nguvu ya maamuzi, lakini aina ya pili akaweza kubainisha kuwa ni nguvu ya neema, aina ya tatu akibainisha kuwa ni nguvu ya neno na maombi, kwa maana ya maombi na neno vitafanya wewe uweze kufikia hatima yako. Hizi ni sehemu tu ya kile ambacho ameweza kukifundisha hii leo. Mpendwa mtazamaji wetu, usisahau kubonyeza alama ya subscribe katika YouTube channel yetu ya Kalamu TV Online ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu. Bonyeza pia alama ya kengele ili kila taarifa tunayoiweka uwe wa kwanza kuweza kuiona. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online. Hatima yako iliyo njema. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini ukiangalia kitabu cha Kutoka 14:16, unaona hapa wana wa Israeli Mungu aliwavusha katika bahari ya Sham. Ukisoma kitabu cha Yoshua 4:18, unaona pia walivuka mto wa Yordani. Kwa hivyo siku ya leo naomba iwe ni siku yako ya kuvushwa kuiendea hatima yako iliyo njema. Chochote ambacho kimekuzuia kisikuzuie tena. Chochote ambacho kimekuchelewesha kisikucheleweshe tena. Kama ni wanadamu, kama ni mapepo, kama ni wachawi, yoyote yule, kuanzia siku ya leo hasipate nafasi ya kukuchelewesha tena. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tuvuke mpaka ng'ambo. Bwana asifiwe sana. Sasa sikiliza. Kwa kuwa lengo langu ni maombi na mimi nataka nikuombee, sikiliza. Tunasema hii ni aina ya nguvu 7 za kukufikisha kwenye hatima yako. Aina ya nguvu 7 au aina 7 ya nguvu za kukufikisha kwenye hatima yako. Bwana asifiwe sana. Sasa neno hatima tumeshazungumza, lakini nasema tunaweza tukatumia maneno haya. Hatima ni mahali ambapo wewe unatakiwa kufika, au ni maisha ambayo wewe unatakiwa kuyafikia na kuishi hayo. Maana yake ni kile ambacho hasa Mungu alikuwa amekuandalia wewe. Mungu amekwisha kukiandaa, sio leo, sio jana. Amekwisha andaa tangu zamani kwa ajili yako. Na wengi hawafiki hapo, wanaishia. Wana wa Israeli wengi waliishia jangwani. Ukisoma kitabu cha Kutoka, wale walioondoka Misri waliona ile miujiza wakati Mungu anagawa ile bahari ya Sham. Waliona miujiza ya jangwani kule, wakawa wanakula mikate mana, maji yanatoka kwenye mwamba. Waliona miujiza ile, Mungu akaleta akawapatia nyama. Waliona miujiza ile ya nguzo ya moto na wingu njiani. Wale wote hawakufika kwenye ile hatima, ingawa waliona miujiza, lakini hawakuifikia ile hatima njema. Walishangilia kwa miujiza, walishangilia kwa mikate na kwa maji, walishangilia, lakini hawakuifikia ile hatima njema. Isipokuwa watu wawili tu, na wale waliozaliwa jangwani ndio waliweza kuingia kwenye ile hatima njema ambayo Mungu aliwaandalia. Sasa ninaamini kwamba mbele yako mambo mengi mazuri. Ninaamini ziko baraka nzuri. Na hebu leo mwambie Bwana, ikiwa umenionyesha, ikiwa nimeona, ikiwa ninajua kuna mambo mazuri, niruhusu na mimi niingie katika hayo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Uione siku njema. Usifurahie miujiza ya leo na maajabu ya leo alafu ukaishia njiani. Yaani ni mpaka mwisho kile ambacho Mungu amesema kitatokea, mpaka uone kimetokea, mpaka uone umekikamata, mpaka uone umekimiliki. Kama amekuahidi ndoa, hakikisha mpaka umeoa, umeolewa na watoto umepata. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kwa chochote kinachoweza kukuzuia hapa, tunaweza kuomba leo kwamba Bwana aondoe hivyo. Sasa sikiliza. Aina 7 ya nguvu za kukufikisha kwenye hatima yako. Unajua katika kila kwenda ama katika kila mwendo wa watu wa Mungu kuna nguvu inayowabeba. Kuna nguvu inayowapeleka. Sasa sikiliza. Ya kwanza tunasema hii ni nguvu ya maamuzi.
Ili uweze kufika kwenye hatima yako, unahitaji kuamua leo. Unahitaji kuchagua leo. Nini wewe unataka? Je, unataka kufika kule unakokwenda au umeamua kuishia njiani? Kwenye kitabu cha Ayubu 22 ule mstari wa 28 inasema walipotaka akawapa. Walipoamua kwamba wanataka, Mungu akawapa. Je, umeamua nini leo? Maamuzi yako ni yapi? Kama umeamua kweli unataka kufikia kwenye hicho unataka kukifikia, fanya maamuzi leo. Hii ni nguvu ya kwanza ambayo inatufikisha kwenye hatima. Bwana asifiwe sana. Lakini ya pili tunasema hii ni nguvu ya neema. Kitabu cha Wakorintho wa pili ile sura ya 15 ule mstari wa 10. Nguvu ya neema ili kufikia kwenye hatima njema. Nguvu ya neema. Iko neema ambayo itakusaidia. Iko neema ambayo itakuwezesha. Iko neema ambayo itakubeba wewe na kukufikisha kule kwenye hatima yako. Ya tatu nasema hii ni nguvu ya neno na maombi. Nguvu ya neno na maombi. Kama watu wa Mungu hatuna tegemeo lingine. Tegemeo letu liko katika neno na katika kumuomba Mungu. Nguvu ya neno na maombi. Neno litakufikisha. Bwana asifiwe sana. Na maombi tunayoomba, haya maombi yatakufanya ufike kwenye hatima iliyo njema. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online.